Yes, you are welcome in my program. Wherever you are welcome in my program. Karibu katika kipindi changu kizuri ambacho kitasaidia tena maisha yako wewe ambao unanifuatilia kupitia TikTok yangu ya Apostle Titus Dumi, na unafuatilia kupitia YouTube yangu ya Apostle Titus Dumi, pamoja na Facebook ya Titus Dumi. Basi ni wasaa mzuri sana wa kuweza kujifunza neno la Mungu na kuwa na kipindi pia cha maombi kwa ajili ya wenye mahitaji. Basi leo tunasoma linalosema kwamba ole wako unayemridhia Jezebel, au bibi wa uchawi au bibi wa mahaba. Kanisa la Mungu leo limekamatwa na hii spirit ya Jezebel, bibi wa uchawi na mahaba, na watumishi wengi wanatumia elimu yake, mafunuo yake, ili kunajisi kanisa ambalo Yesu Masihi ya Yeshua Amashia amenunua hilo kanisa kupitia damu yake ya thamani. Na leo kanisa limepoteza nguvu kabisa za Roho Mtakatifu, yani Ruhaka Kodesh. Ni kwa sababu ya mafunuo ya huyu malkia wa kuzimu Jezebel. Ukiliangalia kanisa leo, unaona watumishi wana juhudi kubwa sana ya kuhubiri, kutabiri, kuombea wagonjwa wenye mahitaji mbalimbali, lakini si kwa nguvu za Roho Mtakatifu, bali kwa nguvu za hii roho ya huyu malkia wa kuzimu Jezebel, bibi wa uchawi na mahaba. Yeye kahaba mkuu mwenye machukizo ya dunia hii yote. Tunaishi katika nyakati za hatari sana ambazo kanisa la Mungu limekamatwa na hii spirit. Leo watumishi wa Mungu kulala na washirika wao hawaoni aibu kwa sababu ya hii roho ya kuzimu. Nakumbuka hakuna dhambi yenye madhara kama dhambi ya zinaa, ambayo inakuunganisha wewe na nafsi ya mtu, inakuunganisha wewe na asili ya mtu, inakuunganisha wewe na tabia za mtu, inakuunganisha wewe na magonjwa ya mtu, inakuunganisha wewe na uwepo wa mtu, inakuunganisha wewe na asili ya mtu. Na tunaishi katika nyakati ambapo kizazi hiki tulicho nacho, kama Yesu alivyosema Injili ya Mathayo ya Marko ya ile sura ya 8:38, akasema atakayenionea haya mimi na maneno yangu kwenye kizazi hiki cha uzinzi na ukaidi, yani ambacho akipendi kusikia kweli, nami nitamwonea haya siku ya mwisho, nijapo katika kuhukumu ulimwengu. Na leo watumishi wengi wamekuwa wakidiliki, hata wengine tunasikia mtandaoni wakisema mchungaji wako anapokushawishi alale na wewe usimkatae, ukimkataa utaraniwa. Huo ni uongo. Hawa ni moja wa wachungaji ambao wanatumia mafunuo na elimu ya malkia wa kuzimu, na ili wawe na nguvu kutenda miujiza ya kipepo, miujiza ya kichawi na kiganga kutoka kwa huyu malkia wa kuzimu, ni lazima wazini na washirika wao. Hakuna utakaso katika zinaa, hakuna neema katika zinaa. Sana sana wanapozini na mtumishi wa Mungu, unafungua lango la laana ambalo hata kama utaolewa, watoto wako utakao wazaa watatembea katika laana mbaya sana ya kulala na mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo siku leo nataka kusaidia uweze kuelewa, sababu kanisa la Mungu limefika mahali limekosa mwelekeo kabisa. Mafundisho ya kishetani ndio yanayotawala katika kanisa. Nataka kuonyesha maonyo haya ya kinabii ambayo Mungu amempatia kwako wewe unayejiita mtume, unayejiita nabii, unayejiita mwinjilisti, unayejiita mchungaji na mwalimu, unayejiita askofu, unayejiita muonaji, unayejiita muombaji, ya kwamba tunaishi nyakati ambapo Mungu anataka nikupatie ili onyo kwa ajili ya kanisa la Mungu ambalo kwa sasa limetekwa na hii roho ya Jezebel, bibi wa uchawi na maaba, bibi mji wa damu, roho ya kafara. Leo hata watumishi wanadiliki kusema kutoa kafara si dhambi.
nisikilize, ukimsikia mtumishi yote anayetoa kafara, iwe ya ng'ombe, iwe ya ndama, ya punda, iwe ngamia, mbuzi, basi ujue huyu mtumishi, jambo la kwanza, atambui dhabihu ambayo Kristo alijidhabihu zaidi ya miaka 2000. Maana wanyama wale watatu, mwana kondoo dume ambaye hajafika kupanda, mwana mbuzi dume hajafika kupanda na mapembe, na mwana ng'ombe efa, walikuwa mfano wa utatu wa Mungu katika Agano la Kale. Lakini zama hizi hatuhitaji kafara ya mnyama awaye yote. Yesu Kristo alichinjwa kwa ajili yetu. Yesu Kristo alimwaga damu kwa ajili yetu. Injili inasema wazi kuhusu kuchinjwa kwa Yesu, kwamba hatuhitaji kafara yote kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 5 na ule mstari wetu wa 5 wa 9, maneno yanasema hivi. Ufunuo Yohana 5 mstari wa 9, hatuhitaji tena kafara wala dhabihu ya damu iwayo yote, maana wale wanyama watatu walikuwa simbo ya utatu wa Mungu, na Yesu ameshajitoa dhabihu. Yesu, taongea kwa lugha nyingine ngumu, ameshajitoa kafara kwa ajili ya ukombozi wetu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Injili ya Ufunuo Yohana sura ya 5 mstari ule wa 9, Biblia inasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kufungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kabila na lugha na jamaa na mataifa. Mstari wa 10, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Angalia Ufunuo Yohana sura ile ya 5 mstari 9, inasema ya kwamba hii ni nyimbo iliimbwa mbinguni na wenye uhai 4, wazee 24 pamoja makerubi, matherafi, malaika mkuu Mikaeli na majeshi yake aliimba hii nyimbo. Gabriel messenger aliimba hii nyimbo, na malaika wote wafanyao kazi katika ufalme wa Mungu waliimba. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kufungua muhuri zake, kwa kuwa umechinjwa, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Kwa Kristo Yesu alichinjwa mwaka zaidi ya 2000 iliyopita, na sababu ya kuchinjwa ni kutoa damu yake kuwa dhabihu, kwa sababu shetani alidimandi, ili niwaachilie hawa watu kuanzia wakati wa Adam na Hawa, ni lazima nahitaji damu. Na ndio maana malkia wa kuzimu, niliposoma kitabu cha Nahum ile sura yetu ya 3 mstari wa 1, akasema, ole wako mji wa damu uliyejaa uongo. Kwa hiyo huyu malkia wa kuzimu pia anaongoza kuwapatia watumishi wa Mungu ufunuo wa kuchinja si tu wanyama, hata kutoa kafara watoto wao, ndugu zao, jamaa zao, ili wapokee nguvu ya kuzimu, upako wa kuzimu ambao ni wa muda mfupi tu. Lakini sisi hatuhitaji tena kuchinja mnyama awaye yote kwa ajili ya ukombozi wetu, kwa maana Kristo Yesu, Kristo Masihi alichinjwa kwa ajili ya ukombozi wa watu wa kabila zote, lugha zote na mataifa yote wamtumikie yeye. Kwa hatuhitaji damu nyingine katika ulimwengu wa sasa. Na ukiona mtu anachinja na anakuambia maandiko yameruhusu, basi ujue jambo la kwanza, atambui uwepo wa Yesu Masihi, atambui Yesu kama mwana kondoo. Maana damu ya Yesu inatosha kutukomboa sisi na vifungo mbalimbali, kutuponya na magonjwa ya kila namna, kutotoka katika vifungo vya ziki za kila namna. Damu ya Yesu inatosha. Hatuhitaji damu nyingine isipokuwa damu ya Yesu pekee,
yeye aliyechinjwa na akatufanya sisi kuwa watumishi wake, watu wa lugha zote, kabila zote, koo zote, mataifa wamtumikie yeye. Kwa hiyo ametukomboa pia katika zile asili za mizimu, asili za uchawi, uganga, magonjwa, mila na desturi ambazo hazimpendezi Mungu aliye hai, mila za kishetani. Na amesema ametufanya sisi kuwa wafalme na makuhani, nasi tunatawala katika nchi. Kwa maana yake damu hii ya Yesu haikomboi tu, haikutakasi tu, haikuiti katika wito wa utumishi wa kumtumikia Yesu peke yake tu, pia imefanya kuwa wafalme na makuhani katika nchi hii, ili tuweze kutawala vitu vyote viwe chini ya mamlaka yetu. Kwa hauwezi kutawala kama utambui uwepo wa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio yenye nguvu kukufanya kuwa mfalme juu ya waovu, juu ya shetani, majini, mapepo na wachawi na wanadamu wote waovu. Damu ya Yesu ndio pekee inakufanya wewe kuwa kuhani ambaye mwenye uwezo wa kuwapatanisha watu wasiyemjua Mungu wamjue Mungu. Kwa ni kwa damu tu ya Yesu unaweza kutawala na kumiliki hapa duniani, lakini nje ya damu ya Yesu hauwezi tawala wala hauwezi miliki. Kwa hivyo usitishwe na elimu hizi. Haya mafuno yote ambao wanafundisha watumishi ni mafundisho ya kijezebel, na Jezebel amepata nafasi kubwa sana kulipotosha kanisa na kuliingiza kanisa katika mapigo. Maana amesema ametukomboa sisi kwa damu yake ya thamani, ili watu wa kabila zote, lugha zote, mataifa na mabara wanemwamini yeye kupitia damu yake takatifu, basi atawakomboa na damu yake katika asili zote za dhambi na kuwafanya kuwa ufalme na ukuhani na kutawala hapa duniani. Ni kwa damu ya Yesu tu utaweza kutawala katika ulimwengu wa giza ambapo unaishi, ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Kwa uwezi shinda ulimwengu wa giza na uwezi shinda wana wa giza pasipo damu ya Yesu. Damu ya mbuzi haina nguvu tena, damu ya kondoo haina nguvu tena, damu ya efa ng'ombe haina nguvu tena, kwa maana Yesu ametolewa kuwa dhabihu iliyo hai, na kwa damu yake tumekununuliwa sisi, tumekombolewa. Na kwa hiyo damu tunapokea ushindi katika kila eneo la vita, na malango ya Jezebel, mama wa uchawi na maaba, hawezi tushinda, kwa sababu damu ya Yesu inanena mema kuliko damu nyingine zozote zile. Kwa tumenunuliwa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume ili uweze kuelewa nguvu ya hii damu ya Yesu Kristo ambayo watu wengi wanaipinga, lakini hii damu ina nguvu kubwa kuleta ukombozi katika maisha ya kila mwanadamu, kuleta uponyaji, kumilikishwa. Huwezi miliki eneo lolote pasipo damu ya Yesu. Na tunapoitia hii damu katika ulimwengu wa roho, hauwezi iona kwa macho, lakini katika ulimwengu wa roho unapoamini na kuitamkia ardhi, kulitamkia anga, kutamkia mbingu, kutamkia hali ya hewa, kutamkia mazingira, mipaka yako, ile damu huwa inashuka na kunena mema juu ya mazingira yako, na malango ya giza yanashindwa kumiliki tena, falme za giza hazimiliki tena, ukuhani ukiwa kumiliki tena. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura yetu ya 20 ili uweze nielewa yale ambayo nakusaidia, ili uweze kujua nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu Kristo, kinyume na madhabahu za huyu bibi wa uchawi na mahaba ambaye anatesa watumishi wengi leo na kuwatumikisha au watumishi katika matendo ambayo yanalichukiza jina la Bwana kabisa. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura yetu Matendo ya Mitume, nitasoma sura yetu ya ya 20, Acts of the Apostles chapter 20 verse 21. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote lote naro ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo Yesu ni Mungu, na ndio maana amelinunua kanisa, yani walioamini Yesu Kristo. Maana sisi, Yesu ni kichwa cha kanisa, na kila muamini Yesu Kristo ni kanisa.
mpate kulisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo kanisa sio jengo lenye ukuta, bali kanisa ni kila amaminie Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wake. Mwili wake unafanya kuwa hekalu la Mungu, na Yesu anakuwa kichwa katika maisha yake na kiongoza maisha yake. Mpate kulichunga kanisa ambalo Mungu kanunua kwa damu yake. Kwa hiyo Yesu si tu mwana wa Mungu, alichukua uwana ili atufundishe sisi jinsi ya kumtii kama Mungu, lakini Yesu alikuwa Mungu mwenyewe, na ile damu ile mwagika msalabani ilikuwa damu ya Mungu mwenyewe, ili aweze lizaa kanisa ambalo malango ya kuzimu haitaweza shinda. Injili ya Mathayo 16:18 inasema kwamba wewe ndiye Petro, na katika mwamba huu, mwamba amtaji Petro, anataja yeye mwenyewe kama kanisa mwamba, utalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitaweza shinda. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 ule mstari wa 10 na 11 inasema msingi mwingine hakuna awezaye kuwekwa bali ni ule ambao umekwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo ni jiwe la mwamba la kanisa ambalo ndio limejengwa. Kwa maana yake hapa nini? Amesema kwa damu yake Mungu amelinunua kanisa. Ndio maana hatuhitaji damu yoyote. Ukiona mtu anajiita nabii, anajiita mtume, anajiita mchungaji, mwinjilisti na askofu, muonaji, na kisha anatumia damu ya mbuzi kuchinja kwa ajili ya mafanikio, utajiri, basi huyo mtumishi aliongozi kanisa la Mungu. Sababu kanisa la Mungu alihitaji damu za wanyama tena. Damu ya Yesu kama Mungu inatosha, ambayo kwa hiyo damu tumenunuliwa, kwa hiyo damu tumekombolewa na kufanywa kuwa watumishi wake, watu wa kabila zote na lugha zote. Kwa mtumishi yote anayetumia kuchinja, ujue huyo mtumishi ni wa kuzimu, na huyo mtumishi atambui kwamba Yesu ni mwana kondoo wa Mungu, atambui kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe ambaye ameimwaga damu yake kwa ajili ya kutununua sisi na kutukomboa sisi na kutuweka huru sisi na kutumilikisha sisi vitu ambavyo wengine wameshindwa kumiliki. Tumeona kupitia hiyo damu watu wa kabila zote na lugha zote na mataifa yote Mungu amewainua ili wamtumikie, lakini ametufanya pia kupitia hiyo damu kuwa wafalme na kuwa makuhani, na sisi tunatawala katika dunia hii ya sasa. Hatuwezi tawala wala miliki katika dunia hii ya sasa pasipo kutambua uwepo wa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu ina nguvu kukupatia uwezo wa kutawala, uwezo wa kumiliki, uwezo wa kuitisha kila kitu. Ni damu ya Yesu peke yake. Nje ya damu ya Yesu huwezi miliki. Labda utanielewa vizuri. Kwa hiyo ametununua kwa damu yake mwenyewe Mungu ili tuwe kanisa, na mtume Petro ameambiwa, wewe ni Petro, lakini katika mwamba huu nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitaweza rashinda. Nisikilize, huwezi shinda malango ya giza pasipo kutambua damu ya Yesu, na hii damu inafanya kazi kwa njia ya imani. Hii damu hauwezi iona kwa macho, bali katika ulimwengu wa roho unapokiri uweza wa damu hii inashuka na kufanya kazi. Angalia kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo, ile sura yetu ya ya 16 na ule mstari wetu wa 18 inasema hivi. Injili ya Mathayo 16:18 kama sikosei. Nasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayataweza lishinda. Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayataweza shinda kanisa langu. Na mwamba anataja kitu gani? Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura yetu ya 3 na ule mstari wetu wa 11. Wakorintho wa kwanza 3:11. Biblia inasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya 3:1 inasema hivi: maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni na ndiye msingi wa kanisa.
lile jiwe la mwamba ambao hauwezi liwa na chumvi wala magadi. Na amesema wewe ni Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na marango ya giza hayataweza kukushinda. Unapojengwa kupitia neno la Kristo, neno la Yesu Masihi, kupitia damu ya Yesu Masihi na kupitia roho wa Yesu Masihi, malango ya kuzima hayawezi kukushinda. Awe shetani, yawe majini, yawe mapepo, wawe waganga, wachawi, wapiga faraki, wasoma nyota, waaguzi, wapiga bao, hawawezi kukushinda, maana umejengwa katika misingi mitatu. Umejengwa katika msingi wa damu ya Yesu, neno la Yesu, damu ya Yesu na roho wake Mtakatifu ndani yako, ambapo malango ya kuzimu hayawezi kukushinda. Na ndio maana hata katika Biblia hii Mungu anaonya juu ya jinsi gani ya kumshughulikia huyu malkia wa kuzimu, Jezebel, bibi wa uchawi na maaba. Ufunuo Yohana sura yetu ile ya 4. Ufunuo Yohana sura ile 17, tukisoma mstari wa 4, ili uone jinsi gani hii roho ya Jezebel unaweza kuishughulikia. Inasema mstari wa 4, Ufunuo Yohana, the book of Revelation chapter 18 verse 4. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa kuwa dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyowalipa, mkamlipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile kile alichowachanganyishia, mkamchanganyishie maradufu. Kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa, mpeni maumivu na huzuni kadri hiyo, kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja. Mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto. Kwa maana Bwana Mungu aliye mhukumu ni mwenye nguvu. Anazungumzia pia hapa jinsi ya hukumu ya huyu Jezebel. Anasema, tokeni kwake enyi watu wangu. Ninaongea na wewe mtume, wewe nabii, wewe mwinjilisti, wewe mchungaji, wewe mwalimu, wewe ujiitaye askofu, ujiitaye mwonaji, wewe mwenye karama mbalimbali, sababu kanisa sasa limetekwa na mafunuo au malkia wa kuzimu kwa njia ya vitu vya kafara. Sababu ufunuo hii inazungumza wazi juu ya wale watumishi ambao wametekwa na Jezebel. Ufunuo hii sura ya 2 na ule mstari wetu wa 18 wa 20 inasema, Ufunuo 2:20 inasema, lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebel, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vyakula vilivyotolewa kafara
kwa majini. Neno sanamu Kigiriki manake majini. Kwa hivyo nina neno juu yako, kwa sababu wamlizisha na kumtii yule mwanamke ajiitaye nabii Jezebel, afundishaye watumishi wangu na kuwapotosha hata kweli, ili wale vyakula ambavyo vimetolewa kafara, ili waongeze nguvu ya kuzimu, na ili wazini waongeze ule upako wa kuzimu. Ninaongea kinabii siku ya leo na ujumbe. Bwana amesema, tokeni katikati yake enyi watu wangu, wala msishiriki uovu wake, wala msishiriki mapigo yake, maana hukumu ya Mungu aliye hai, Yesu Masihi, iko juu ya huyu Jezebel. Maana msishiriki maovu yake, maana yake tabia zake, na msishiriki mapigo yake, magonjwa, laana, hukumu ya jehanamu ya moto. Na leo watumishi wengi sana wameingia katika magano ya kuzini, ya kutoa vitu kafara, ya kuhamisha nyota kwa njia ya uchafu, ya kutoa kafara, kuchinja, wakasahau kwamba Yesu ndiye mwana kondoo pekee aliyechinjwa, achukuaye dhambi za ulimwengu, atununuaye kwa damu yake ya thamani, yeye aliyetukomboa kwa damu yake, na yeye aliyetumilikisha sisi kwa damu yake, tuwe wafalme na makuhani, na tutawale katika ulimwengu. Wameisahau hii damu. Kwa hiyo siku ya leo, tafakari ujumbe huu, na kila eneo ambalo umeingia, mwambie Bwana Yesu, ninaomba unikomboe na kila mafundisho potofu ya Jezebel, ya kutoa kafara na kula vyakula vya kafara na damu zake, na kuzini ili kupata nguvu ya kichawi na kiganga, na unabii wa kuzimu, kuona macho ya rohoni lakini ya kichawi, ili kupotosha kanisa lako. Yesu, nikomboe na kila mafunuo ya Jezebel, bibi wa uchawi na maaba, yeye apotezaye mataifa. Siku ya leo nikomboe Yesu, niweke huru, nitenge na hizi madhabahu, nitenge na hiyo roho, nitenge na hiyo ghadhabu yako na hizo hukumu zako, niweke huru kabisa. Baba, katika Yesu Kristo, natamka ukombozi kwa huyu mtumishi aliyeingia toba. Natamka ukombozi juu ya nafsi yako iliyetekwa, juu ya roho yako iliyetekwa, juu ya maono yako, kila madhabahu za kuzimu, kila maagano uliyoshiriki kwa njia ya vyakula vya kafara, kwa kutoa kafara, iwe damu ya wanyama, damu ya hayawani, iwe damu ya wanadamu, na kutamkisia ukombozi sasa, toka uko uliko, maana hukumu ya Mungu inakuja. Kila chakula ambacho ulikitoa cha kafara, kuzinasa roho za kanisa, roho za Wakristo, maana hata wengine wenu leo mmelishwa vyakula, hata baadhi ya meza za Bwana ambazo ni za makafara, nafsi zikakamatwa na uo ufunuo wa malkia wa kuzimu, bibi wa uchema aba, na kutangazia ukombozi siku ya leo, na kutangazia urejesho siku ya leo. Rejea katika nafasi ya Kristo, itambue damu ya Yesu pekee ndio yatosha sisi kukombolewa, kuwekwa huru, sisi kuinuliwa, kumilikishwa, kuwa wakuu na kutawala, na kuyashinda malango ya giza, kushinda malango ya giza, kushinda malango ya giza kwa damu ya Yesu tu, na kutangazia ukombozi, na kutangazia urejesho, na kutangazia uponyaji. Nguvu za giza ziachie maisha yako, maagano ya kuzimu yaachie maisha yako, rijisonda rabakaradisia, nguvu za kuzimu ziachie maisha yako kwa neema ya damu ya Yesu Kristo, na kutangazia urejesho kwa rehema ya damu ya Yesu Kristo, na kutangazia urejesho. Rejea kwa Bwana wako, roho yako irejee kwa roho ya Yesu Kristo, imani yako irejee kwa Yesu Kristo, na damu ya Yesu inene mema sasa, ivunje kila madhabahu na kila ngome za kuzimu kwa utukufu wa Yesu Kristo. Bwana Yesu akuweke huru, akukomboe na hiyo roho kabisa. Tafakari ujumbe wa mtumishi, we Mkristo, rejea kwa Bwana, maana nyakati hizo watumishi wengi wanamridhia Jezebel, yule ajiitaye nabii, apotoshaye kanisa kwa mafundisho potofu ya kutoa kafara na kuzini, ili waongeze ufunuo na wao kuzimu. Mwambie Bwana Yesu, ni rehemu, natoka upo. Na ukijua kuna mtumishi wa namna hiyo Bwana amekufunulia, kimbia huyo mtumishi, rejea kwa kanisa la kweli ambalo linaamini juu ya damu ya Yesu pekee, na juu ya meza ya Bwana ya ukweli pekee, yes, na uwepo wake. Bwana Yesu akubariki, akutunze. Unapotafakari ujumbe huu, neema ya Kristo isipungue juu yako, rehema zake isipungue juu yako, na aendelee kufungua ufahamu wako zaidi. Unapotafakari ujumbe huu, ukue kimo, umbo, mpaka cheo cha utimilifu Yesu Kristo, kwa kuifahamu kweli. Na kuanzia leo, roho kupambanua awe juu yako, kuzimu isikudanganye tena, kwa jina la Yesu Kristo. Na achia hiyo neema, na achia hiyo rehema, na achia huo upako. Yesu Kristo akutunze, Yesu Kristo akuhifadhi, na akuangazie nuru yake kuanzia sasa. Na Roho Mtakatifu akawe mwalimu wako, akawe mwangaza katika njia yako,
akapambanue kati ya roho wa kuzimu na roho mwema. Shalom.